Amen. Hallelujah. Hii microphone yangu inatumika ama haitumiki? I don't. My microphone works. Channel 1. Hallelujah. Should be a problem of burial. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ni furaha yangu mara tena kuwa hapa mbele zenu asubuhi ya leo. It's my joy to be again in front of you this morning. Kwenda kuzungumza neno la Mungu kama vile tumeliandaa siku ya leo. To talk the word of God as we have prepared it today. Leo ninataka kuendelea na ujumbe wetu ambao tulikuwa nao hapa katika conference. Today I'll be going ahead with the message that we have in the conference. Na siku ya leo ninataka kuendelesha kidogo kwa yale ambao wenzetu walipitia ambao hawakuyafikia. And today I want to complete on what my colleague did complete on the conference. Ninataka nizungumzie leo kuhusu ulimwengu baada ya kanisa kunyakuliwa. I want to talk about the world after the rapture. Kama vile tumeangalia pale inavyoandikwa. As it is written there. Leo ujumbe wangu uko kwa ajili ya ulimwengu baada ya kanisa kunyakuliwa. Today my message is about the world after the rapture. Kwa wale wasionijua, jina langu limeonekana pale, naitwa Pastor Faustin. Those who do not know me, I'm called Pastor Faustin. Yaani Kibukila. For Pastor Faustin Kibukila. Na basi acha mara moja tuingie kwa somo letu siku ya leo. Immediately we are going in the message today. Leo mpangilio wa somo langu ni kwamba nitaanza na kiingilio kidogo. Today I'm going to start with the introduction. Alafu baadaye nitazungumza kwa ajili ya wakati wa taabu yake Yakobo. The time of Jacob's trouble. Alafu utakuja kuangalia kidogo juu ya mpinga Kristo. Again I will talk about the Antichrist. Baadaye utakuja kuangalia juu ya vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu. And then I will talk to you about the 7 vials of God's word. Na mwishowe tutakuja kufunga, na katika kifungo chetu tutaangalia mavideo fulani pale. And in our conclusion I will show you a short video. Bwana sifiwe sana. Amen. Ninataka tuanze basi mara moja somo letu siku ya leo. I want to start immediately with the message today. Ninataka uweze kuangalia kidogo. I want you to look at a little bit. Namna gani bumbuwazi inaweza kuwa itashika dunia kwa siku ile. How the crowd of the trouble gonna take the world. Kama unaweza kuangalia namna gani magazeti yatakuwa na kwenye vichwa vya gazeti zao maneno. If you can look and see how they will be the title of the newspapers. Kama utaweza kuangalia namna gani maredio zitatangaza zile habari. You will go and listen how the radio going to proclaim ile the news. Siku ambako kanisa litakuwa limenyakuliwa. The day that the church will be going on. Na watu wengine ambao watakuwa wamebaki. And the other people will be remaining here. Ninafikiria siku ile naona ndege namna zinakuwa angani zikitembea. That day I can imagine how I see. Ninaona ndege ambayo ndani yake mna rubani, yaani huyo pilote wake ni Mkristo. If I can see the airplane and in the airplane there is a captain in it. Na yule pilote anakuwa ni Mkristo. And then this pilot, if he's a Christian, baadaye ananyakuliwa. And then he's taken. Angalia ile ndege itakuwa namna gani kwa waliobaki ndani. Imagine how the airplane gonna be after the captain have been taken. Ninakuja kuangalia magari kwenye highway. If I see the cars on the highways, zikiwa zikitembea labda mita kilomita 150 kwa saa moja. Maybe the driver is driving on 100 kilometers per hour. Na baadaye huyu dereva ananyakuliwa, waabiria wanabaki ndani. And the driver is taken away and the people are in the car. Angalia wale watakao baki watakuwa namna gani. So imagine how these people are gonna be. Ninakuja kuangalia labda hata treni iko kwenye reli ikitembea. I can imagine if a train on his railway. Iko inatembea katika kiasi kikubwa sana cha mita zake. It is on the high speed on his. Na ikiwa katika ile kutembea sana on his way at the high speed. Kapiteni ambaye anaendesha hii amenyakuliwa. The captain is taken away. Angalia hii itafikia wapi? So try to imagine how this is gonna be. Nakuja angalia kwenye bahari. Now I can see even on the sea. Ninaangalia kwenye bahari meli ikiwa katika kutembea. I can see a boat on the sea. Hii meli kwenye iko naenda, kapiteni anachukuliwa. A captain of the boat. Wakati huyu naye anachukuliwa, unafikiria hii itakuwa namna gani? How can you imagine gonna be about wale this watu boat? ambao watabaki ndani watakuwa namna gani? These people who gonna stay in the boat, how are they itakuwa ni siku ya kilio sana. It will be a day of trouble. Watu wataanza kuulizana. People will start asking each other. Watu wataanza kutafutana. People will be looking each other. Itakuwa ni siku ambayo maaksida ambazo hazijawahi onekana zitafanyika. It will be a day that the accident which never
further. Watu wenye kuwa kwa barabara gari zitawagonga. People will be on their road. The car will Kwenye be bahari hizo meli zitaangusha watu ndani ya bahari. on the sea. The boat will through Na in the water. itakuwa siku ya kilio cha ajabu. It will be a day of crying. Mtumishi wa Mungu Danieli anaeleza mambo haya. A man of God Daniel is talking about this story. Lakini ufunuo wa Yohana pia anatuzungumzia pale. But we can see the revelations of John. Tusome neno la Mungu basi pale. Let us go in the Bible and read the Bible. Tutaenda kusoma Ufunuo sura yake ya 3. We're gonna read the Revelation chapter 2. Na ule mstari wake wa 10. And the number 10. Biblia inasema hivi. The Bible says, Kwa sababu wewe umeliweka neno la subira yangu, because you have kept the word of my patience, nami pia nitakutegemeza salama wakati wa majaribu, I also will keep you from the hour of temptation, ambayo itakuwa na kuja juu ya ulimwengu wote, which shall come upon all the world, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Amen. to try that dwell upon the earth. Kanisa litakaponyakuliwa, When the church will be taken, dunia itabaki kwenye shida na taabu, the world will stay in trouble. na ile taabu itakayobaki kwenye dunia And when this trouble will be in the ndio ile world, ambayo inaitwa siku ya dhiki. this is called a day of trouble, Wakati watu watakuwa katika mateso ya ajabu. where people will be in sufferings. Biblia inasema ya kwamba yale mateso hayajawahi kuweko kama. The Bible says that there will be never such suffering. Lakini ujumbe ambao Kristo anatupatia ni kwamba But the message that Christ is wale giving us walio is this: ndani ya Yesu Kristo, those who dwell in Christ wakati Jesus, ile siku itakuja, when that is haitawapata wakiwa tena katika it ulimwengu, will never find them in this world, sababu wao walichunga habari ya subira ya Kristo, because they kept the patience of sababu Christ, wao walikaa katika kumwogopa, because they stayed in fearing sababu Him, walikaa katika kumtegemea. because they stayed in Kristo anasema ya believing in Him. kwamba Christ says, yeye atamtegemeza salama wakati wa majaribu. He said that He will keep him in time of Hii ni trouble. kanisa la Kristo linazungumziwa hapa. So this is the church of Christ. Yaani wewe na mimi. It means you and Jina la me. Bwana lipewe sifa. Glory be to the name of God. Dhiki itakuja There will be sorrow, na iko tayari kukuja. and that trouble is coming. Lakini wewe Mkristo ulio ndani ya Yesu Kristo, But you believers in njia Christ, moja Mungu ameandaa kukutoa ndani ya ile dhiki. God have prepared to take you out of that Na ni sorrow. njia ile tu ambayo tunatarajia kwa hamu sana, And we are waiting upon that ni way. kunyakuliwa kwa kanisa. It's the rapture of the church. Wakati Wakristo watatoka ulimwenguni, When Christians will be taken from dunia the world, itabaki kwenye shida na taabu. the world will stay in trouble. Sababu ikiwa saa hii dunia ingali namna ilivyo, Because if today the world ni is sababu wewe na like mimi tungali hapa. this, because you and I will stay Jina la here. Bwana lipewe sifa. Amen. Kristo atakapotutoa tu, When Christ Jesus mambo will yote ya take us, dunia hayatabaki namna yalivyo saa hii. everything will not stay as it Mambo is. yote yataenda kubadilika, Things will change. na wakati mambo yatabadilika, And when things will turn, ikiwa kulikuwa furaha, if there will be joy, machungu yatakuwa pale. there will be sorrow. Ikiwa kulikuwa uzima, If there were life, kifo itaingia. there will be death. Ikiwa kulikuwa afya, If there were, magonjwa yataingia. there will be sickness. Sababu uzima wa dunia, Because the life of the furaha ya world, dunia, the happiness of the amani world, ya dunia the peace of ni the Yesu world Kristo mwenyewe. is Jesus Na Christ. sababu ile Kristo anakaa ndani ya watumishi And wake, because the Christ is in Kristo you, anakaa ndani ya Wakristo He wake, is in His Christians. wale wote watakapotoka, Those of them amani haitakuwa tena kwenye there dunia. will be no peace. Jina la Again. Bwana lipewe sifa. Amen. Nataka tuangalie kidogo habari za mpinga Kristo. I want to tell you about the story of the Antichrist. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Danieli pale, We're going to read in Daniel, sura yake 9 the chapter 9 na mstari wake wa 27. and the verse 27. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. We read in the name of Jesus Christ. Biblia inasema hivi, The Bible says, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. and he, the Antichrist, the man of sin, shall confirm the covenant with many for one. Na kwa nusu ya juma hiyo, And in the midst of the week, Biblia inasema hivi, ataikomesha sadaka na dhabihu, the Bible says that he shall cause the sacrifice and the oblations na mahali pake itasimama chukizo la uharibifu. to cease, and for the covering of the abomination he shall make, Na hivyo hata ukomo wa ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa. Amen. even until the consummation of
that determined shall be poured upon the desolate. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Wakati kanisa litanyakuliwa, when the church will be taken, imetarajiwa ya kwamba kutakuwa mtawala mmoja. There will be said that there will be one leader. Na yule ambaye atatawala, and the one who atatawala uchumi, he shall lead the financing, atatawala pia siasa, he will control the politics, atatawala pia kwa nguvu na uweza wote, he will take control by power. Mambo yote yatakuwa chini ya uongozi wake. Everything shall be under his control. Jambo la kutisha ni kwamba one thing which hata kanisa ni yeye ataliongoza. Even the church, he shall lead the church. Wakati ule hakuna mapasta tena, there will not be pastors anymore. Wakati ile hakuna wakubwa wa vyumba vya maombi tena, there will not be leaders. Wakati ule hakuna tena wainjilisti, there will be no longer wale wote ambao walikamata mabiblia hivi, all those who were carrying the Bible, wale wote ambao walipiga magoti na kuomba Mungu, all those who were kneeling down, wakati ule watakuwa wametawaliwa na kiongozi mmoja, they will be under control, ambaye wote watafuata namna anavyotaka kufanya, and they will do everything that he wanted him to do. Jambo la kutisha ni kwamba huyu atatawala miaka 7 tu. He will control 7 years. Na katika hiyo miaka 7, and in about 7 miaka years, 3 na nusu, 3 years and a half, Biblia inasema itakapoisha hiyo miaka 3 na nusu, the Bible says after 3 years and a half, hapo sasa atabadilisha hali yake ya kutumika. Then he will change his, na pale atafikia wakati atakomesha sadaka na dhabihu. At that time he will cease offerings and sacrifice. Katika kitabu cha Ufunuo, mtumishi wa Mungu Yohana anaeleza hii mambo vizuri. A man of God in the Revelation, Yohana yeye anakuja kuangalia kama vile wana farasi watatu. He can see it as a 3 horses. Na katika hao watatu anasema ya kwamba kuna yule ambaye alikuwa ameonekana kwa rangi ya nyekundu. And they say in these 3 man of horses, there will be one in red. Kuna mwingine ambaye ni mweusi, there will be one in black. Kuna mwingine ya rangi ya kimajifu, and there will be one in na hii ilikuwa inataka kumaanisha namna gani huyu mpinga Kristo atatumika. And this means how the Antichrist going to operate. Biblia inasema hivi, the Bible says, wakati ataanza kutawala ulimwengu, when he will start control kwa nguvu na uweza, by power and leadership, na pia kwa pesa zake, and by his financing, kwa neno moja dunia yote itatumika. On one word all the world shall be operated. Hakuna mtu ambaye ataongea tofauti na yale anataka ifanyike. No one will be there saying against him. Na wakati ule atafika hata kwenye hekalu, he will come even in the Biblia inasema ya kwamba atasimamisha madhabihu zote. The Bible says that he will cease the sacrifice. Atasimamisha hata dhabihu ambayo tunatolea Mungu. He will stop even what we sadaka ambayo unatoa ile siku haitakuwa tena. Even the sacrifice, the offering you are giving, it will no longer be there. Nilisema sadaka sio hii yenye tumeweka hapa. If I'm saying about offerings, not what you are putting. Huduma yote unayotumikia Kristo, all the ministry of ni dhabihu unayomtolea. This is the sacrifice you are siku ile wa kuimba hata imba tena. On that day the one who prays will never praise. Kantine na Jemima ile siku hamtaimba. Kantine na Jemima you will not praise that lakini day. mtakuwa mnaimbia mbinguni sasa. You will be singing in heaven. Sababu mtakuwa mmeshanyakuliwa. Because you will be. Biblia inasema hivi. The Bible says. Wakati ule atatawala, when he will be mambo yote ya kuabudu Mungu kando. Everything to praise God over. Na wakati ule ataanza kutawala, and when we start, tutaenda kuona namna gani Mungu naye mbinguni. We'll see how God in heaven. Yesu Kristo na kanisa lake mbinguni. Jesus Christ and the church. Nini watakuwa sasa wanafanya? What they will be doing in heaven. Biblia inamaanisha hivi. The Bible says. Kristo hatafurahiwa kamwe. Christ Jesus, the wakati dunia itakuwa ikiteseka juu ya mpinga Kristo. He won't be happy how they. Ingawaje yeye yuko pamoja na washirika wake. Even if he will be in heaven, lakini macho yake bado itaangalia dunia. But his eyes will be. Ataona namna gani watu wanateseka. He will see how people are troubled. Hakuna mtu anaweza tena kusoma Bible. No one will be reading the Bible. Wakikuona na Bible wewe umekufa. If they see you in the Bible, they kill you. Wakikuona wewe unaimba unaimbia Mungu wewe umekufa. If they can see you singing, wakikuona wewe unapiga magoti umekufa. If they find you kneeling down, sababu wakati wa ile umepita. Because that time have passed. Na wale ambao watakuwa wamebaki sasa. But those who will be there. Usichangae kwamba hata kuna Wakristo watakao baki. Don't be amazed that they will be even. Wale Wakristo ambao walikuwa wafuguvugu. They believe the weak. Watakuwa walibaki hapa duniani. They will stay here. Na wale ndio watapata shida hii. This will pass in this. Na ile shida wakati itakuja. And when this trouble. Biblia inasema hivi. The Bible says. Hao Wakristo watasihakiwa ya ajabu. They will dominate on these Christians. Na sababu
watakuwa wakichekelewa, So when they will be dominating watakuwa them, wakizarauliwa, when they will be beating them, watapitia taabu ya ajabu sana. these believers, they will pass through Na pale problems. ndio wataanza kuulizwa hivi, Then they will be asking them. wewe ulikuwa unaimbaka wewe, They say, you, I saw you on sasa television uko singing. wapi? Where are you now? Wewe haukwenda na wenzako? You didn't go with Si your wewe ulikuwa brothers? unakamata Biblia kila siku tunaenda kanisa? Every morning you taking your Si Bible wewe and ulikuwa going to unakamata church? microphone unakuwa muimbaji? You were just holding the Si wewe microphone and ulikuwa unakosa kukula eti uko naenda kutolea Mungu? you didn't even Sasa eat your mbona Bible. wenzako walienda wewe ukabaki? They say your brothers has gone. Wakati ule watu watatafuta kifo hawatakipata. At that time people will be looking for death. Kuna They will watu never ambao find it. watataka kujipiga kwenye ukuta wakufe basi. Other people, they will be kicking themselves on the Kuna wengine watataka walls to die. wasichomeke kisu, haitawezekana. Other people will start killing themselves Sababu by night. mmoja aliye na mamlaka ya kuua wakati ule Because the one who has power to kill itakuwa ni them, yeye mpinga Kristo peke yake. it will be only the Antichrist who Jina la has Bwana that lipewe power. sifa. Amen. Tuangalie mambo namna yatakuwa pale. Let us see how things gonna be. Tunataka kuangalia sasa namna gani Mungu atakuwa na hasira juu ya ile mambo. Then we're gonna see the wrath of Na God. sababu ya hasira ya Mungu, So for the Mungu wrath ataenda of God, kupiga dunia kwa shida fulani. God will beat the world with Mpinga the Kristo curse. na wote watakao baki watapitia hizi shida. All the Antichrist and all Na the pale people tunataka will pass kuangalia through. vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu. And then here we're gonna see the 7 vials of God's wrath. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo We read in Revelation, sura yake ya 6 mstari wa 17. the chapter 6, verse 17. Tutaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. We're gonna read in the name of Jesus. Biblia inasema hivi, The Bible says, kwa maana siku ile kuu ya ghadhabu ya hao imefika, naye ni nani awezaye kusimama? Amen. Amen. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu Yohana anaona hii. This is the man of God, John. seeing this. Hasira ya Mungu imefika. Now this is the wrath Na of hakuna God, hata mmoja atakayeepuka. and no one shall escape the wrath of God. Kila taifa na kabila zitaona hii. All the nation will see it. Wazungu kwa weusi wataona hasira ya Mungu. White people and black people, they will see the Matajiri na wrath of God. maskini wataona hasira ya Mungu. The rich and poor people, they will see the wrath Waliosoma of na ambao God. hawakusoma wote wataona hasira ya Mungu. The educated and non-educated, they will see the wrath of Ukishuka God. pale chini tunakuja kuona ya kwamba If you can go to verse hata 17, miji mikubwa mikubwa ilipigwa pigo na Mungu. even the great towns were beaten by this curse of Basi God. tuangalie zile vitasa 7. So let us see this wrath of Na hapa God. inataka watu wakamate Biblia zao. And then I want you to Sababu take your tunataka Bible, kusoma moja kwa moja. because we want to read one Na by hii one. hapa ndio nataka tutainsiste katika hili somo siku. And I want to insist in this seminar today. Tutaanza basi kusoma pale. Wenye Biblia washike Biblia zao. If you have a Bible, you Na can tuende read. kusaidiana katika usomi. And we're going to read Revelation 16. Tunaanza Ufunuo Yohana 16. Revelation chapter 16. Tunaanza mstari wa kwanza. Umoja tusomea ule mstari wa kwanza hadi wa pili. One person will be reading for us from the verse 1 up to 2. Tusome katika jina la Yesu. Let us Amen. read in the name of Jesus. Nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, kwendeni zenu mkamimie yale machupa 7 ya ghadhabu ya Mungu juu ya dunia. 2. Akakwenda ya kwanza akamimia chupa lake juu ya dunia, ikakuwa jibu baya bovu juu ya watu wenye chapa ya nyama na wale walioabudu sanamu yake. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa mpinga Kristo ametawala. Now the Antichrist is leading. Na hapa watu tayari wote wamekaa chini ya utawala wake. And all people, all the nation are under Biblia his control. imeonyesha hivi. The Bible shows Watu wamepigwa chapa zake. people are now have the stamp of Sababu the wote Antichrist, walimuinamia na kumwabudu. because they adored him. Na Mungu mbinguni amekasirika. And now in heaven, Sasa God Mungu is anatuma pigo 7. now God is sending Na mtumishi wa 7. Mungu Yohana anaona hizi pigo kwa Kiswahili kingine katika vibakuli, And then he's saying is in bowls. na katika Kiswahili kingine inasemekana kwenye machupa. And then in the other version it say in bottles. Kwa hivyo chupa la kwanza zikamwangwa duniani. Now one bowl is poured on the world. Biblia inasema hivi. The Bible says Wakati ule malaika wa kwanza alitumwa kwenda kufungua ile bakuli ya kwanza, when they sent the first angel, imeonekana majipu zimeingia kwa wanadamu. now it seemed that the people were ugly. Imeonekana ya kwamba watu wamepigwa na maradhi kwenye sura zao isiyojulikana. It showed that people were beaten by a painful
sickness. Watu wamepigwa sijui na makanser ama na maabsesa namna gani. People were beaten by cancers. I don't know how kind of sickness was it. Na hii haikupata wa kutibu mpendwa. And this didn't have a doctor to heal it. Unajua pigo ya Mungu ikishuka, You know, if a wanasayansi hawana uwezo wa kutambua ile. the scientific people can't. Kuna magonjwa inayoingia ndani ya watu. There are sickness on Yenye inaenda kwa madaktari. this disease when you Madaktari wanafanya kila examen inawezekana. the doctors will Na wala hawatajua imetokana na nini hii but ugonjwa. they will never know how it happened. Hii majipu ambayo imetuma duniani Now when they sent haikukuwa majipu ambayo watu waliyaona it's not people didn't see na kujua aina yake. and know and discover. Wameiona watu wamejaa ile majipu. They found that themselves they Na were Biblia inasema having kwamba this. yale majipu yalikuwa mabovu sana. And the Bible says that these were ugly really. Walionyakuliwa hawataona ile. So people were taken, they will never see this. Waliokombolewa na Yesu Kristo hawataona ile. Those who were saved by Christ didn't see this. Lengo la Mungu kutuma hii So the plan of God to ni save sababu this, watu wote waliobaki kwenye dunia it's because all the people walienda were staying kuabudu here. yule mnyama. They went and worshipped the Walienda Antichrist. kutawaliwa na yule Antikristo. Because they accept to be led by the Na Mungu Antichrist. akawapiga wote. And the God cast them off. Bwana tuhurumie sana. God forgive us. Hata tuangalie jambo la pili. Let us see the second one. Jambo la pili tunalipata katika ule mstari wake wa 3. And we find it in the verse 3. Tumishe tusomee pale. Nawaza wewe uko tayari pale. You can read for us there. Malaika ya pili akamimia chupa lake juu ya bahari, ikakuwa damu kama damu ya mufu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikakufa. Amen. Amen. Jambo la pili ambalo tunalipata pale ni bahari iliweza kugeuka kama vile damu. And then we see the sea is turning Sijui as a fundi wa blood. mitambo yangu kule wa diapo kwa nini mambo haitokee pale. I don't know how things can't appear here. Tuko nazungumzia jambo la pili We are talking about the ambalo second inaonekana point. ya kwamba bahari iligeuka damu ya wafu. The sea is becoming as a blood, as a dead man. Na tunaona ya kwamba wale watu ambao walikuwa wamekufa, And then we see those people who were dead. Biblia inashuhudia hivi. The Bible says that Sababu ya maovu kuwa mengi kwenye dunia, because of so many sins in watu the walianza world, kuuana wao kwa wao. people started killing each Wengine other. walitwangana mabunduki, Other people were killing wengine themselves. katika ile magari wakati kanisa linyakuliwa watu waliogongwa kule. Other people were Vifo ambavyo vilionekana ile siku, the kind of death that happened. ile that damu day. yote ilimwangikia kwenye mabahari. That blood went in Bahari the sea. zote zilikuwa sasa red. All the sea. Damu became like ilitiririka red. kwenye mabahari. Now the blood went through the sea. Nani atakunywa ile maji? So who could drink such water? Ni kwamba dunia iliingia pia kwenye shida. Means the world happened the problem. Shida kubwa iliingia pia kutokupata maji ya kunywa. And then another problem was they couldn't have water to drink. Hii ni mambo pia yatakuja And this will happen wakati kanisa litakuwa limenyakuliwa. when the church will be taken. Damu imejaa kwenye mabahari. Now the blood is now in the water. Na sababu ya ile watu ambao walikufa, And because of this, these people were damu dead. yao inaonekana kule kwenye bahari. Their bloods are in the sea. Na watu wameanza tayari kuweza kuona ile machafuko. And people started seeing this. Wala hakuna mtu ambaye anaweza kukimbilia tena kutafuta maji basi. No one could go and fetch water there. Pigo ya pili ya Mungu ile. This is the second Hata curse. tuangalie pigo la tatu. The third curse of Pigo God. la tatu tunakutana ya kwamba chemchemu za maji zikawa damu. We find that the rivers Somea pale contain mtumishi sura water. yake mstari wake wa 4 hadi ule wa 7. You can read from the verse 4 up to 7. Malaika ya tatu akamimia chupa lake juu ya mito na chemchemi za maji, zikakuwa damu. Nikasikia malaika ya maji akisema, wewe mwenye haki mto, wewe uliye nawe ulikuwa mtakatifu, kwa sababu umehukumu hivi, kwani walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii. Amen. Nawe umewapa damu kunywa. Hallelujah. Nao wamestahili. Amen. 7. Nikasikia mwingine toka madhabahu akisema, ndivyo Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na za haki hukumu zako. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia imesema hivi. The Bible says Yule that malaika wa tatu naye aliyekuwa na ile chupa ya tatu, the third angel who had the bottle, naye akafungua ile chupa yake, then he opened the bottle. akaimwaga kwenye dunia. He emptied it on Na earth. ilipomwangiwa kwenye dunia, When he emptied it on eti earth, chemchemu za maji the source of rivers zimekuwa damu nazo. became blood too. Eti na sauti ya ule mkubwa wa maji ikatoka ikasema hivi, Then the voice of the ya kwamba Almighty hakika
zako ni za haki. He said, for sure. Hawa wenye your walitesaka judgment are wanabii wetu, all these who killed our prophets, hawa ambao walitesa watumishi wako Bwana, these who killed your walimwaga servants, damu zao. they have poured their Sasa hata blood. nao wakunywe ile damu. They shall drink this blood. Angalia pigo ya Mungu. Now listen, this is the custom. Biblia inashuhudia hivi. The Bible says Wakaita Mungu ya kwamba yeye ni mwenye haki, they called God as sababu just kweli ana hukumu iliyo ya haki. because his judgment is Sikiliza just. nikwambie Mkristo, Let me tell you Mungu now. hazihakiwi kamwe. You cannot judge God. Lolote ulilolipanda wewe Everything ni you lile tu sow, utaweza kuvuna. it's what you're gonna reap. Biblia inasema The hivi, Bible says ukiua kwa upanga if you kill na by wewe the utakufa kwa panga, upanga. you shall die by the Biblia panga. inasema hivi, The Bible says wewe ukinyimana if you na can wewe pia prevent, utanyimana. they will prevent you Kipimo too. unachokipima If you ndicho na wewe prevent, utakachopimiwa. they shall measure it to you too. Waliua manabii, They killed the prophets. wakamwanga damu yao. They poured their Sasa blood. wao wamepata hukumu ya Mungu, Now this is the kwamba custom. wanaenda kukunywa ile damu. They shall drink that blood. Na ule mtumishi akasema hivi, Now this servant kweli said, Mungu uko wa haki, for sure God, you sababu are hukumu yako ni ya kweli. because your judgment is Jina la Bwana lipewe justice. sifa. Amen. Haiko sawa hukumu ya wanadamu inayotaka kukorompe. It's not like a judgment of people that you can, Mungu hawezi you can kumunyoa give a mandevu. bribe. Mungu hawezi kumunyoa mandevu sawa vile tunasema kwetu Kenya. You can't shave the verb of God as we always say in your country. Eti utampatia chupa ya soda ndio asihukumu bila venye ulifanya. That you can give him just a bribe so he cannot judge you. Sababu hukumu yake ni ya haki na kweli. His justice is in truth. Acha tuangalie pigo la 4. Let us see the fourth curse. Tunasoma ile mstari hata 8 hadi ule wa 9. We are reading from the verse 8 up to 9. Malaika ya nne akainimia chupa lake juu ya jua, likapewa kuunguza watu kwa moto. Watu wakaunguzwa kwa moto mkubwa, nao wakatukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo haya, wala hawakutubu na kumupa utukufu. Amen. Hebu imagine. Now think about this. Pigo la 4 hili limeshuka. The fourth wrath is Na Mungu akafanya hivi. now God Hii jua yenye tunaambiaka watoto wa siku 2, the son that we always tell the babies eti sababu wako wanapata jaundice, because they are getting the jaundice. muwatie nje ile jua iwapatie vitamini D. Oh, you can put them outside so they can. Mungu akatumia ile jua kuwa pigo kwa mataifa. Then God used the sun. Biblia inasema hivi, The Bible says ile jua ikawa kali zaidi. the sun become very, very Mungu hot. akafanya ile jua kuwa moto. Then it become like fire. Watu ambao waliweza kusikia ile jua, The people who could feel jua the sun, ilianza kuwachoma. then the sun started Sijui scorching them. walipata brillure ya degree ngapi, I don't know how burned they could feel. sijui walichomeka kiasi gani, I don't know the degree of their lakini burns. Biblia imesema hivi, But the Bible says watu waliungua sababu ya moto ya jua. people got burned because of this, the highest level of the sun. Hapa ventilateur hazitapata kazi. The heat on that day, the fans, you won't use them. Hii maklimatizere zetu hazitakuwaka na kazi ile siku. These coolers here, you won't use them that day. Klimatizere zimetengenezwa na mwanadamu The coolers are made by men. ambaye akili yake haikaribia ya Bwana wa mabwana, That is mind. is mwenye very yeye short analeta down. hukumu juu ya dunia, The one who is bringing the wala curse of the hakuna world. mtu wa dunia aliyekuwa na uwezo wa kufikiria mawazo yake, And no one on the earth will wala think hakuna about aliye na God. nguvu ya kuzuia kile chenye amefanya. For no one has power. Kwa hivyo pigo ya Mungu ya jua, So for the wrath of ventilateur God, haina kazi, the cooler is powerless. klimatizere haina kazi, The fan is watu powerless. watachomeka, People will get burned. wakwenda mabarabarani wataungua, wapendwa. Those who shall walk on the road, Wenye kuwa manyumbani wataungua, those who shall be in their house, wale will wenye get kwenda burned. kazini wataungua. If you are going at your work, Hautakimbilia kwenye mto sababu imekuwa damu. you won't cover yourself in the sea because Hautakimbilia kwenye pori sababu itakuwa imeungua. you won't go in the bush. Jua itapiga kila mwanadamu. The sun will touch everybody. Hapa haitajalisha kwamba yeye ule ndio president. Here it doesn't mind if you're a president. Haitajalisha ule ndio iko na gari yenye iko na sunroof. Doesn't mind if you have a car which has a sunroof. Haitajalisha kwamba ile gari yake inakuwa na klimatizere ya sana. Doesn't matter if you have a car with a higher score. Jua itapiga kila mwanadamu. The sun shall scorch every man.
Lakini furaha yangu ni kwamba Now this is my wewe joy. na mimi hatutakuwa pale. You and I won't be Tutakuwa there. tumenyakuliwa na Yesu. We'll be in heaven with Jina la Jesus. Bwana lipewe sifa. Amen. Angalia kama utakuwaka pale. So try to see if you're gonna be there. Utakuwaka namna gani? How are you gonna be? Hakuna ukimbilia kanisani ile wakati. You won't come here in Diroshe anymore. Hakuna wakati ya kusema kwamba Bwana unisamehe sasa. There is no more time to say, God forgive me now. Sababu wakati wa neema utakuwa umekwisha. Because the time of grace will be done. Bwana sasa iko na chapa. Now God is beating people. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takutandika, hakuna atakayezuia. Wakati anaanza kutandika Bwana, hakuna wa kuzuia. Slapping people, no one will stop Ile siku hakuna mtu ambaye atakaa pale, no one will be there. hakuna mtu ambaye atamsogelea tena. No one will approach. Wakati wa kumsogelea umepita. Waliomsogelea wameisha wanyakuwa. Wale wengine ni kuchapwa na kutandika tu. At that time it will be just slapping. Je, utakuwa pale mpendwa? Are you gonna be there? Je, utaweza kuishia ile hali? Beloved, are you gonna be there? Angalia maisha yako. Think about this. Moto utachoma watu wajua. The sun will be burning people. Acha tuangalie jambo la kufuata. Tunasoma ule mstari wake wa 10 hadi wa 11. We read the verse 10 up to 11. Malaika ya tano akamimia chupa lake juu ya kiti cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu yao, wakatukana Mungu na mbingu kwa sababu ya maumivu yao, na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakutubu matendo yao. Amen. Amen. Angalia uasi wa wanadamu. Now, how people are bad. Can you see this? Mungu iko na wapiga. Now God is cursing them. Tangu ile pigo la 4 pale, From the fourth curse, walipoanza kuchomwa, when they go jua iko na watandika. now the sun is Ninashukuru sababu unajua hata shetani na mpinga Kristo even the watatambua ya kwamba Mungu ndio iko natandika. they will know that God is. Eti wataanza kusema hivi. Now they will start Eti watatukana ule Mungu. now they will start cursing God. Badala watubu na waungame. Then they can ask forgiveness. Labda wataanza sema hiki kimungu cha hii jua hiki He say you kinaanza kututesa na jua yake. you are making us Alafu suffer. baadaye tena wataanza kusema hivi. Now they will start saying Kwa ile ya 5 pale. now on the fifth Eti one. mahali pao giza itapigwa pale. Now the darkness will Mahali cover their ambapo kingdom. ufalme yao itakuwa imejengwa. Their kingdom will have been built. Ekulu yao kwenye itakuwa. Where they will be their kingdom. Mahali kwenye parlema yao itakuwa. Where will be their parliament. Baada ya kutatiwa giza. There will be covered by the Wakati darkness. giza itakuwa pale. When the darkness will cover them, hawatakuwa na uwezo wa kufanya chochote. they will never have power to do anything. Kama ni kukontrole vitu hakuna kile kitakuwa. If it is to lead things, they can't. Kama ni kompyuta haitatumika. If it is the computer, it won't work again. Kama ni kuhakisha mataa za gari haitawaka. If it is to put the Chochote kile ambacho kinaweza kutumika ile wakati, everything that can uwezo wa operate, mbinguni utakuwa umechukua the power of heaven, na utakuwa ndio unaanza kuoperate kwenye vitu vyote. now it will start operating on Na it. giza itakapoingia kwenye ulimwengu, And when the darkness will haitaingia cover the tu world, kwa anga wapendwa. it won't be in Ile heaven. giza itaingia hata kwa akili zao. It will be in their mind. Hawatakuwa na lolote la kufikiria They tena. won't feel anything. Hawatajua mahali wakimbilie. They will not know where to Hawatajua go. nini wafanye. They will never know what to Neno do. moja watafanya ni hili. One thing they will Wataanza do, kutukana Mungu. they will start cursing God. Unajua mara nyingi wakati taabu imekuwa, You know, when there is a trouble at most of ni the time, vigumu kulilia Mungu ya kwamba it's so Mungu hard to cry unisaidie. upon God to say, God, forgive me. Mara ngapi unatukanaka Mungu saa umekosa kazi? For how many times are you cursing God when you don't have a job? Mara ngapi unatukanaka Mungu juu umeshindwa kwa masomo? For how many times are you cursing God because you failed at school? Mara ngapi unatukanaka Mungu juu ulikosa tu pesa? For how many times you curse God because you are moneyless? Hiyo hali ndio itaendelea hata siku ya ziki. Even on that time, this will happen. Ufalme wa mnyama utatiwa giza. The kingdom of the beast will be covered. Neno moja ambalo watafanya, wataanza kutukana Mungu. So they will be replying by cursing God. Badala watubu dhambi zao. And then after that, they wanna ask. Kuna Wakristo wengi wana hii shida. There are so many believers who have this problem. Wanapofanya dhambi, After they have sinned, wakiambiwa juu ya ile dhambi, if they tell them about the sin, wanapanda kiburi olie watubu. now they are proud of themselves instead of. Unaambia Mkristo ile umefanya ni dhambi. He say, brother, Na what Yesu
hapendezwi sin. na hali kama hizi. And Jesus doesn't like Akikuja this. utabakia. If he comes, you will stay. Anasema ni vie prive yangu. He said, this is my private life. Ni vie prive yako ndio. Yeah, it's your private Na ile moto life. pia ni yako prive. And that fire Na will ile be giza your itakuwa private. yako prive. And that suffering will Na be ile private. malalamiko yote itakuwa yako prive. All those crying Lakini will be waliosimama ndani ya Yesu Kristo but those who watakuwa shall wamenyakuliwa. Christ, they will be taken. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Wale waliotubu dhambi zao, Those who ask wale forgiveness, waliojiweka tayari kwa Yesu Kristo, those who parapanda itakapolia, When wataacha hii dunia they will get out of the world. na watasahau ile tabu. They will forget Biblia everything. inasema kwamba sababu walibaki waaminifu kwa Yesu Kristo, The Bible says because they were sababu walimtegemea Yesu Kristo, because they took patience Bwana with God, atawaweka kwenye salama wakati wa ile tabu. God will put them in Jina la Bwana peace lipewe in sifa. the trouble. Wewe na mimi tutakuwa tumenyakuliwa. You and I shall be in Acha heaven. tuangalie jambo la sita. Let us see the Tunaenda sixth. kulipata katika ile mstari wa 12 hadi wa 15. We're gonna see in the verse 12 up to 15. Labda tusisome tena hii nikomoe muda. We won't read Utaanza because kusomea hata nyumbani sababu mambo yako pale. you will go and read at home because things Katika are ile there. mstari wa 12 hadi wa 15. From the verse 12 up to Biblia 15, inasema hivi. the Bible says Kuna mto mmoja mkubwa there is ambao a river. unaitwa Frati. This river is called Kwa Frat. wenye walisoma historia hii iko katika Mesopotamia. They know that Frat is in Mesopotamia. Huo mto huo Biblia inasema ya kwamba utakauka. Unajua hata hivi niko naongea ule mto huko. Even I'm talking to you, that river is right now there. Na ule mto mahali pale watu ambao walikuja kujifunza habari za Biblia, The people who were learning about the Bible, walipoangalia, mnajua Biblia inasema kwamba Mungu alipoumba mito, you know, when God created the unajua kwamba rivers, huu mto umesemekana pia pale. even the Bible they have Watu spoken walitaka about kuona ya this kwamba mahali kwenye ule mto huko So people, ni karibu ya shamba la Edeni, mahali ilikuwa. it is near the Garden of Eden where it is. Bwana sifiwe sana. Amen. Sasa ule mto ule Frati, Now this Euphrates, where Biblia it is, inasema hivi, the Bible says ule mto utakauka. it will dry. Global warming hapa sijui kama ndio hii yenye inafikia hapa. I don't know if it's about this global warming. Unajua siku hizi watu wanasema kwamba sababu ya jua kuwa sana, People are saying because of the sun to be kuna mito on a high level. mito imeanza kukauka. Now we are losing some rivers. Lakini huu bado haujakauka. But this river is still there. Inangojea siku ya ziki kuu ya Bwana. It is waiting Wakati ile ziki itakapokuja, when the day of ndio trouble ile shall come, mto Mungu mwenyewe ataukausha. God himself shall dry this Na wakati river. utakauka, And when it shall dry, Biblia inasema the hivi, Bible says hawa wote sasa watu wa mpinga Kristo all these people watapata njia ya kuweza kupita sasa. now they will have Ile power mto to itakuwa walk. ni njia kubwa It will be a kwenye big wataweza way. kuzunguka dunia mzima. Now the only one Mahali kwenye ule mto umezuia watu kupita, where the river watu wataanza kupita pale. people will start passing by there. Na sababu yao kupita pale, So for the reason to pass waende there, kuingia wapi? Yerusalemu. it's to go in Jerusalem. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuangalie jambo la saba. Let us see the seventh word. Jambo la saba, The seventh one, kuna jambo kubwa hata litafanyika tangu mstari wa 17 hadi 21. from the verse 17 up to Jambo 21. litakalofanyika pale ni hii. One thing gonna happen there. Kuna umeme na radi zitapiga. There will be thunders and Na lightning, mtetemeko wa ajabu utapiga dunia. and the earthquake shall beat the Biblia inasema ground. pale kumwisho hivi, ukisoma pale kwa Ufunuo, If you read in the verse ya kwamba 21, haijawahi onekana tena the Bible says that mtetemeko ambayo ilipiga kama ile, there will never be a wala radi such yenye earthquake ilipiga kama ile. or a thunder like this Yenye one. tumesikia ya IT haijakuwa hayo. These things of IT this Yenye year, tuliona hii masunami yenye tunaonaka ya majapona haijakuwa bado. the tsunami in Japanese Wakati ya ship. Mungu mwenyewe ataituma, On the day of God, wapendwa, itakuwa ni mambo ya ajabu. it will be horrible. Biblia inasema haijawahi kuonekana na haitaonekana kama mara The nyingine. Bible says that this never happened, it will never happen anymore. Acha niwaibie siri moja. Let me give you one secret. Wakati mnaona mambo iko nafanyika kwa maichi fulani fulani, When you see things happening in some habari countries, ya matetemeko, habari za masunami na habari zile zingine, the story of earthquakes, tsunamis, and other problems, ukubali na mimi ama usikubali na mimi, accept with me or lakini not, nataka nikwambia kwamba huwa mara nyingi ni pigo ya Mungu. most of the time this is a curse of God. Wanasiasa watasema kwamba ni volcano, People of science, they will say this is watasema ya volcano. kwamba ni seisme. They say that this is a seism. Lakini ikiwa kama ni seisme yenye walijua namna ya kuizuia, But if they say it ya Mungu haiwezekanake kuzuiliwa.
For God you Na can't wakati stop mwingine it. mimi huwa naambia mataifa hivi, For more time I tell people nchi zote ambazo zimevamiwa na uweza fulani, the countries which is, na nchi zote zinazohukumu nchi zingine bila sababu, this country which nchi zingine zinazoibia nchi zingine bila sababu, the countries that are still sababu wanajiona wao ni wakubwa, pigo ya Mungu huwa inawaangukia tu. The curse of God fall on them mostly. Leo tuko naambiwa kwamba na hii nchi yetu iko nangojea mtetemeko hapa. But now we are waiting, they say Quebec maybe the flag. Na wakati mwingine tunaanza omba Mungu kemea ile, Mungu tuepushie mbali na ile. And they will say God stop us with. Unajua hii nchi mangapi pia iko nafanyia nchi zingine vibaya? Do you know how much wrong things these people are doing for hata kama Mungu anapendezwa na hizo hali? Do you think God is pleased with mutie wengine kwa utumwa, muibe mali zao na nyinyi mko na zenu? Putting some sababu mnasema kwamba nyinyi ndio mmeinuka sana. Because you say you are Mungu lazima itapiga tu. The curse of God shall come to you. Inajulikana kwamba ndio nchi kubwa ya dunia We know that the superpower of the world is. Kama nayo kunapigwa na mitetemeko ni sababu gani? Now they are flying. Mangapi watu wanalia kwa dunia juu ya mambo wanaowatendea? How many people now are crying because of the United States of America? Niko mdogo sana lakini ningekuwa na uwezo hata wa kwenda Italy na kuambia hii ujumbe ya kwamba Mungu wa mbinguni hajapendezwa na hali mnazofanyia mataifa mengine, na ndio sababu mnapata pigo yake. Because I don't have much power to go there, but I can go there and tell them what you are doing for other countries, God is not happy. Tetemeko na radi na umeme zilipiga nchi. The earthquake, the thunders and the lightning. Nataka Papa de leo tusomee ile mstari wa 20 hadi 21. Pale tu kwenye tulikuwa. Alafu usikie vile Biblia inasema. Read for us 20 and up to 21. Kila kisanga, kila kikakimbia na milima haikuonekana tena. 21. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka toka mbingu juu ya watu. Watu wakatukana Mungu kwa sababu ya ile pigo na mvua ya mawe, kwani pigo lake ni kubwa sana. Amen. Amen. Mvua ya mawe ilipiga. Now the rain of stones. Mtetemeko ilipiga. Now the wind. Eti visanga vyote vilitoka. So all the Iceland moved hata away. Milima ilitoka. Even mountains moved away. Sababu hakuna kitu kinaweza kusimama mbele ya pigo ya Mungu. Because nothing can stand in front of the God. Ninakumbuka kama mlima ungetoka. I remember if a mountain nini ilifanyika kule? Where the mountain went to fall, what happened? Kisanga chenye kilitoka kwenye kilienda kilifanya nini kule? If an Iceland can move, where it goes. Eti watu tena wakatukana Mungu. And then the people started cursing God again. Sababu Mungu alikuwa amepiga. Because God slapped. Bwana tusaidie sana. May God help us. Ninamalizia pale. I'll be concluding. Nataka tuweze kuangalia haya mambo nimeongea kwa picha fulani. So we want to see it in some pictures on the screen. Tutaenda mara moja kwa picha ya kwanza. This is the first screen. Hapa tunaona kanisa namna linavyochukuliwa. Here we see the church, the rapture of the church. Na kuja kuona watu namna wanavyotoka wamoja kwenye mandege. We see how people are now getting out from the airplane. Tunaangalia namna gani magari watu wako wananyakuliwa kutoka kwenye magari. We see even the buses, how people are taken. Angalia kwenye mameli na matreni namna pia magari watu wako wanatoka ndani. In the train, how people are taken. Watu wako wananyakuliwa kila sehemu. Everywhere people are taken. Kwa ile picha pale, hiyo ni ndege ambayo iko pale. So if you see on the flat there, hiyo ndege ilikuwa iko inatembea ile. This plane was. Lakini watu wametoka ndani. Now people. Piloti ameisha kuchukuliwa. The pilot is. Hiyo ndege inaenda wapi? Inaenda kugonga manyumba za watu. It goes up in the flat. Sijui kama hii itakuwa ni Ottawa hii. I don't know if it will be in your house. Highway ile watu wako wanatembea ndani. This is the highway now. Tunaangalia watu wako wananyakuliwa wanatoka. People are taken. Magari ziko zinatembea na watu wananyakuliwa. So cars are driving when people are taken. Mambo itakuwa namna gani? How things gonna be there? Baada ya pale tuangalie picha ya kufuata. Let us see the second. Pale kanisa limetoka. Now the church is makubwa yamefanyika. Now pigo ya kwanza ambayo tumeiona ni ile. The first class we saw people. Biblia inasema ya kwamba watu watapata majipu. The Bible says that people will have disease. Zile majipu hakuna atakayezijua hizo. No one will know about this. Hakuna daktari ataweza kutunza ile. There is no one doctor. Sababu Mungu iko anapiga watu. Because God is cursing. Hii itaonekana wapendwa. This shall be seen. Hakuna mtu ataizuia. No one will stop it. Watakao ipona ni
walionyakuliwa na Kristo. Those who shall be saved by Hata Him. tuangalie jambo la tatu pale. The third one. Tumekuja kuona namna gani watu wataanza kufa. Now people are dying. Wale watu wako na gongwa na zile magari. These are cars knocking Hapa people. tunaangalia hakuna mtu mwenye tena iko na uwezo wa kujikontrole. No one has power to take control of Magari himself. hazina wa kuzitembeza tena. No one can drive a Watu car. sasa wako wanagongana bila kujua. People are beating each other without knowing. Itakuwa jambo la hatari sana. It will be horrible. Hata tuangalie jambo la kufuata. FIFA watu wataanza kuuana wao kwa wao. Now people will start killing each other. Wewe unajulikana ya kwamba uko Mkristo. If they knew you as na ulibakia wewe and you stay, hautaepuka ile. You will not escape this. Utakuwa wa kwanza kuuawa. You will be the first one they will kill. Mauaji yatakuwa ya ajabu wakati ule. There will be all kinds of watu watauana kwa kiasi ambacho hakijawahi onekana. People will start killing. Amani sababu haiko tena. Because there's no peace. Mfalme wa amani ametoka. The peace sio kanisa la Yesu Kristo lile. That is the church of dunia itabaki kwenye vita. Now the world na watu watabaki katika kuuana. And people will stay. Acha tuangalie jambo la kufuata. Let us see the following one. Tunakuja kuangalia ile mito pale imeanza kuwa damu. Now we see how the seas are blood. Nani atakunywa yale maji? Who can drink this water? Wanasayansi wanasema hivi. The scientific people. Mwili wa mwanadamu the body of uko na 85% ya maji tu. It has 80% of water. Sasa kama uko na ile maji kumwili, if you have your water in your ile maji unaipata kutoka kumto. You are taking it from the rivers. Sababu chakula unakula inatoka kwa maji ilipigwa kwa mto. Because the food you can eat. Sasa ile wakati mito imekuwa damu. Now all the seas are blood. Kuna watu wengine akiona damu hata kula. There are people if they see blood they won't eat. Sasa imagine wale watu ile mtu wakati itakuwa vile watakulaka nini? So what are they gonna eat if the seas? Leo kuna shida kufunga tu siku moja. Today you can't even fast one day. Unagonjoka estoma, si ndio? Oh, you say I have ulcers. Sasa ile siku estoma yako itakuwa ajabu sababu ile mtu itakuwa damu. So what's gonna happen to your ulcers when wiki mzima na mwezi hautakulaka kitu? On 1 week or 1 month nothing you can eat. Sijui kama utaweza kuishi ile siku. So I don't know if you're gonna survive that day. Acha tuangalie jambo la kufuata. Let us see the second day, the following one. Jua pale inaanza kupiga watu. Now this is the sun. Watu wako wanatembea barabara. People walking on the road. Lakini hajui nini yenye inatokea. They don't know what happened. Jua tu inampiga na anguka chini. If the sun just hit him. Kuna watu wengine hapo wanatoka epistaxis hii hemorrhagia mpua tu kidogo saka jua kanatandika. There are people who can have blooding from their noses. Labda wengi wenu hapa wanakuwaka vile siwajui. Maybe you have that problem of sasa ile siku haitakuwa tu ile kutoka damu mapua. No, that day it won't just. Jua itaua watu. The sun will kill people. Biblia haikusema kwamba watu watakufa na hemorrhagia juu ya jua kali. No, the Bible doesn't say because of the heat you shall have the blooding. Joto ya jua, but the heat of the sun. Ile jua itakuwa na moto ya zaidi ya moto ya kawaida. It will be a real fire more than a fire. Kungekuwa hata namna basi maji isingekuwa damu. Maybe if the water could not be blood. Watu kule kumaji na kila mtu anatembea na beseni iko na shimwangia maji. Everybody could go and take just water and pour on himself. Sijui kama unaelewa kwenye niko nafikiria I don't know if you are getting me where I'm taking you. Ama ingekuwa basi hata jua haiko kali tungeenda kwa mafrigo. Maybe we could go in the fridge. Ile maglasuzi yetu tunawekaka juu. Those are the ices that we put in the fridge. Kikombe basi juu ya ile jua kali basi itaweza kujidekongelea na chimwangia hayo. Maybe it can be water and then I pour it on me. Lakini sababu Bwana atakuwa kwenye kazi, but God will be on work. Itafanya kazi pale. Nothing will operate. Watakufa. People will die. Acha tuangalie jambo la kufuata. Let us see the following one. Pale giza imeingia. Now this is the darkness. Hakuna tena sasa mwenye iko naona. No one can see another one. Sijui kama magari kama kungekuwa magari wenye ulisali yaka ungetembea namna gani maili giza. I don't know the few cars which could remain how they could drive them. Utaniambia kwamba sigari inakuwaka na taa ya kuhakisha unaweza. They say I can put 100 meters. Haitakuwa ile wakati. On that day no. Sababu giza imeingia kwa kila lolote lile. Because the darkness. Technology Bwana amepiga giza. The technology. Utawala wa ile ufalme imetiwa giza. Wao wangekontrol na kompyuta ile saa hawana akili tena. Those people who could control the software zetu tunatumia saa hii hazitatumika tena. The software we are using right now they will not operate anymore. Bwana amepiga giza kila lolote lile. God will
beat the world with the itakuwa ni siku ya darkness. hatari sana. It will be a Hata tuangalie ile horrible. jambo la kufuata. Let us see the following one. Jambo la mwisho ni ile tuliona pale. This is the last one. Ile ilikuwa bahari hiyo. So this was a sea. Lakini sasa imekauka. Now it's Watu dry. wanaanza kutembea mule ndani. Now people are walking. Na wako wanatembea mule ndani, sasa waanze kuelekea wapi? Now where can they go? Kwenye hawangeweza kufika wataweza kufika hapo. Where they could go, they can Ajabu ni go. kwamba Now the holy hata mahali place, patakatifu ambako kila mtu asingekanyaka, even at the holy place where wameanza kuingia pale. they will be going there. Ndio Yerusalemu patakatifu. In Jerusalem. Bwana tusaidie sana. May God help us. Haya mambo yanakuja. These things are coming. Na ikiwa hii mambo inakuja, And if these things are coming, hakuna mtu atakayeweza kuyazuia. no one will stop them. Lakini ninaloliamini kitu kimoja ni hiki. But one thing that I believe is this. Upendo wa Kristo uko zaidi ya haya yote. The love of God is above all these Na ndio things. sababu yeye akakufa msalabani. That's why he died on the Ili ya cross. kwamba atengenezee mataifa tena mahali ambako watakaa. So he can prepare places for Aweze nations, kuwatoa katika zile taabu. to deliver them from these Aweze sorrows, kuwatoa katika ile to ziki. deliver them from the Waweze trouble, kuingia kwenye uzima wa milele. so they can go in the kingdom Ambapo of heaven, watakaa na Yesu Kristo milele. where they shall sit Ambapo with Christ Jesus, watashangilia na yeye. where they shall Ambapo rejoice, watakula na yeye. where they shall eat, Ambapo watatembea na yeye. where they shall walk with him, Maana watakuwa wameepuka hii hukumu. because they will escape this judgment. Je, utaepuka ile hukumu? Are you gonna escape this judgment? Je, utapata ile hukumu? Are you gonna be beaten by this judgment? Haya mambo yatakapofika pale sasa, When these things will happen, ndio mahali kwenye sasa Kristo atarudi ya pili. now this is the second coming Sababu of haya Jesus. mambo yote hapa yanafanyika duniani haya. Because all these things are Mungu happening in mwenyewe the yuko world. anapiga pale. God himself Hao is wameenda passing. sasa kuingia wapi? Wameenda ingia Yerusalemu. Now these people will go in Jerusalem. Na kuingia Yerusalemu sasa watafika pale mahali tulisoma katika Danieli. It's where we wrote in Daniel. Ya kwamba sasa watasimamisha sadaka. Now in Jerusalem they will stop offering. Watakaposimamisha hiyo sadaka na dhabihu zote, When they will stop offering, mahali patakatifu wataenda kuchezea pale. now they will go even at the holy place. Na sababu ya ile sasa Bwana wa mabwana ambaye ni Kristo, Now they pamoja na mimi na wewe kanisa lake, with me and you, tulipokuwa kule hewani, when we will be there in the Biblia heaven, inasema tulikuwa kwenye harusi ya mwana kondoo. we will be rejoicing with the Hii itakuwa ni honeymoon hii wapendwa. and this will be the best honeymoon ever. Unajua wakati mtu anaolewa watu wengi wanaenda kufanya honeymoon ya hivi semeni wenye wana pesa. You know, you say I will go in Hawaii for my honeymoon because you have money. Labda siku moja ama siku mbili. Maybe 2 days in the hotel. Lakini kanisa la Yesu Kristo But the church of litakuwa na honeymoon Christ, ya miaka 7 pamoja na we Yesu will Kristo. have 7 years of Na ndani ya ile honeymoon. miaka 7 In the sky of watakuwa honeymoon, wanashangilia na Kristo, it will be rejoicing wanakula in mema na Christ. Kristo, Praise na dunia iko napata ile mapigo. And in the world people Na are wakati dunia sasa imepitia ile mapigo, and after you wakati tukizo la uharibifu limeingia kanisani, after the sorrows, Bwana anakuja na kanisa lake sasa. now Kwenda sasa kukamata huyu shetani, to take this aweze kumfunga. to tie him. Shetani afungwe. After they have put him in Huyu prison, pia huyu mnyama naye afungwe. and the beast they shall Na put them in uweza wote prison. uweze kufungwa. And all the Na power in the wafungwe prison, miaka 1000. they will put them in the prison about the 1,000 years. Na pale ndio inafikia sasa ile maisha ya amani, sababu Kristo ametawala tena. Now it will be the life of peace because Christ Jesus will be Kristo controlling. atatawala miaka 1000. Christ Jesus will be controlling Na pale ndio Biblia inasema 1,000 hivi. years. Ile wakati tutaanza kuambia nguvu za mauti. And then that day will be telling power of Mauti the death, nguvu zako ziko wapi tena? oh power of death, where is your power? Tutaanza kuambia nguvu za kifo. Will say you death. Wewe mwenye ulikujaka ile maafsenye ilipigaka watu wa Mungu. On that time you came with Nguvu disease. zako tena ziko wapi? Where is your power again? Wandugu wengine wanaitwa watemwe de Jehova. Those people who are called Wanakuwako kama ulishasoma hizo vitabu zao. the témoins de Jehovah. Wanakuwako wanachora pale namna gani mbuzi na simba wanaanza chezea pamoja. Now they start putting how the lion and the lamb they will be together. Na hii yote itakuwa ni ule wakati, And on that day itakuwa ni ule wakati wa utawala wa miaka 1000. it will be controlling about 1,000 years. Bwana sifiwe sana. Glory be to God. Nataka kujibu hili swali. So there is some questions Hapa kuna coming. swali hapa imekuja inasema hivi. Here is a question coming. Pato, sasa ni nini na huyu Miranda Antikristo wa USA mwenye iko anatia watu maelfu chapa ya 666
They say, Pastor, so what do you say about this Miranda, the Antichrist of the United States of America, who's putting the stamp of 666 to people? Bwana asifiwe sana. Amen. Na waza nilikuja na hii video hapa ya huyo Miranda. I think one day I came here with the video of the Miranda. Nafikiria hata iko pale. Maybe it's there. Wangu wako na lakini sijui kama utapata muda wa kuangalia sawa masaa yetu yameenda. Our time is lakini nataka nijibu hivi. But I want to give you the answer. Habari za huyu Miranda, the story of the Miranda, ni habari ambazo zimetayarisha hii yenye tuko nazungumza. This Miranda is preparing what we were talking about. Biblia inasema kwamba wenye walikuwa hapa Wednesday tulizungumzia haya mambo. Those people were here Wednesday. Tunasema ya kwamba dalili za mwisho wa dunia, the signs of the end of the world. Muko manabii wengi wa uongo na wakristo wa uongo. They are wrong and true prophets. Na hizo ni lazima ziweze kuonekana sasa. Now this have to be shown. Miranda ni mmoja wa Kristo wa uongo. This Miranda is one of huyu the Miranda amejiita yeye ndio Kristo Yesu. Because the guy is calling himself Christ. Na sahi watu ambao wamemwabudu, and the people who amekuwa na zaidi ya watu maelfu na maelfu. He have thousands and thousands of people katika lile kanisa lake, in his church. Sababu anaambia watu hivi, he's telling the people ya kwamba ule Yesu mwenye mnahubiri waka, oh, the church they are preaching to, haiko njoo Yesu mie njoo huyu. He is not Jesus. Mimi nimekuja hata kusudi mpate amani. I came so you can have peace. Dhambi haiko kitu. He said there is no sin. Mimi nilikuja kumaliza kitu kinaitwa dhambi. I came to finish sin. Unaweza kuzini vile mnataka. You can do fornication. Unaweza kutembea uchi vile mnataka. You can walk naked. Sababu mimi nimemaliza ile yote. Because I've finished everything. Sijui kama wale vijana wanaweza tuwekea ile kidogo. I don't know just if you can put in 2 minutes that video. Bwana sifiwe sana. Glory be to God. Tanisamee kuachukua muda. Maybe forgive me. Lakini nafikiria kuna umuhimu sana wa kuelewa hii mambo. But you can listen to this Miranda maybe. Habari hizo ni kwamba this story is Miranda, the Miranda anapofanya ile, when Miranda is doing sio yeye ndio antikristo. Miranda is not the Antichrist. Yeye ni mmoja ya wale manabii wa uongo. Is one of the false prophets. Yeye pia ni mmoja ya wale wakristo wa uongo. Is one of these false Christians. Ambaye ni lazima na yeye aweze pia kutenda kazi siku hizi. That he have to do the work on that day. Na yule Miranda saa hii sasa watu ambao wamemfuata, and the people who followed this guy, kutoa hawaambi wake watoe. They will never tell them to give. Pesa tu wanazipanaka. They just give money. Ni kama vile yeye ndio ana exploiter watu. He's now getting money from people. Eske ile haina DVD player kule? Kusudi wapatie hii? You don't have a DVD player? We have a DVD player. Okay. Kama mko na media player sawa itakuwa vizuri. Do you have a media play software? Kama unaweza fanya haraka basi itatusaidia. If you can do it very quickly now, it can help us. Bwana asifiwe sana. May God help us. Dunia iko katika shida. The world is in trouble. Na tunahitaji kutambua namna ile shida iko inafanya. And we have to discover and know. Tunahitaji kutambua namna gani mambo yako yanaendelea. And we have to know how these things are. Sababu kweli tunapoona yale mambo tutambua kwamba Kristo yuko mlangoni. Because when we see these things, you have to know that Christ Jesus is on the door. Sababu Kristo yuko mlangoni. And because Jesus Christ is on the door, tunahitaji kuwa tayari. You and I, we are called to be ready. Na kuwa kwetu tayari ni kwamba for us to be ready is ni kutambua majira, is to discover these things. Ni kutambua pia dalili ambazo tuko tunaziona. We have to know the signs that zile ni vizuri zituelekeze wapi kwenye tumefikia. And we have to know where are we now. Lakini kwa mwisho nataka kuwaambia hivi. And at the end I want to tell you this. Hakuna kitu kingine tunachokingojea isipokuwa kunyakuliwa kwa kanisa. Nothing we are waiting for, just the rapture of the church. Bwana sifiwe sana. May God be glorified. Hiyo tekniki kama itachukua muda hiyo. Hata zinahesabia pale huko moja mpaka 12 unachagua ile ya 12. Maybe you can choose the 12 one.
Bwana sifiwe sana. Glory be to God. Nahitaji tu uvumilivu wenu kidogo. Just be patient because this is very important. Tuko na kompyuta mbili na zote hazitumiki sawa sawa. Yeah, we have two computers and they don't work. So that day how it's gonna be. Sijui kama hili swali nimelijibu. I don't know if I answered the question. If anyone has a question, kama kuna mwingine na swali anaweza kuuliza tu. Tunapokuwa tunangojea. Hatupataki hii nafasi ya kuuliza maswali sound, lakini sababu hili somo ni la muhimu, kama mtu ana swali anaweza kuuliza. If you have any question, please you can ask your question today. Karibu papa. Bwana asifiwe. Amen. Mimi swali yangu ni kusema kama Mungu ni Mungu wa rehema kabisa. Sasa juu ya nini aache kabisa hiyo seta ya nani ya sufrance kabisa, kama yeye ni Mungu wa rehema kabisa? Juu ya nini kabisa? Stop the car! Stop the car! Pull the car over right now! Hapo ni Wakristo ambao wanaanza kufa juu ya Yesu Kristo. So these are Christians. Get out! Angalia jambo la ajabu sana, Wakristo hata tunamkana Kristo. Now listen, this is a Christian who gonna deny I Jesus. don't believe in your God, and I have never found a Christian who truly believes in their faith. Turn around and get on your knees right now. Shut up! You stay there! Be quiet and do not move! You ready to find out what you're made of? Please. Now I'm going to ask you a very simple question with a very simple answer. Think carefully before responding. You claim to be a Christian. Let's see how important Christ is to you. He took nails on the cross for you. He died for you. You will even die for him. Banamuteste kama kweli ni Mkristo wa kweli. Kama ni wa kweli aitike kukufa juu ya Yesu. I'm going to ask you this question. And you have 10 minutes to respond. Na wewe inakupa muda uweze kujibu. Your answer will determine whether you live or die. Na jibu lako ndio Your litafanya uishi entire ama life comes down to this moment. usife. Are you ready to die for your faith? Je, wewe uko tayari kufa kwa ajili ya imani yako? Say the words, I'm ready, and I'll pull the trigger. Sasa ukisema ya kwamba niko tayari na mimi ninaua mara If moja. not, then I'll let you leave. Na kama unasema hapana, Knowing that nitakuacha what you uishi. devoted your entire life to apparently means nothing. Kwa hivyo maisha yako yote yatakuwa hayakumaanisha chochote. Are you ready Je, uko tayari kukufa for your faith? kwa ajili ya imani yako? 10, Anaanza hesabu. 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. I'm not ready. Hayuko tayari kufa juu ya Yesu Kristo. Kama itakuwa wewe utakuwa namna gani pale? If it can be you, how you're gonna be? Unaweza stop hiyo kijana. You can stop that, Bilal. Hapo ameambiwa hivi. The guy, they were telling him this. Tunahesabu mpaka 0. Na uko nafikiria kuitika kufa juu ya Yesu. And then you think if you're gonna die for Christ Mke Jesus. wake tayari yeye amejua huyo amekufa. Now the wife, she knows that my husband is dead already. Jamaa kufika kwa moja, When they have counted up to 1, akasema yeye bwana, mwili juu ya Yesu Kristo, acha Yesu abakie. he said, no, I leave Jesus. Kama ni wewe itakuwa namna gani? So if you were you, how could you be? Acha tuangalie ingine pale. Let us see this one. Tunataka kuangalia ile ya Miranda pale kwa ajili ya swali ambalo tuliuliza. So we're gonna see about the Miranda. Huyu Miranda amefanya mambo ya ajabu sana. The Miranda did terrible things. Na mambo ya ajabu ni kwamba watu amewaitisha wote duniani sehemu yote So nzima. this guy is calling people all over Huyo the jina world. yake anaitwa Miranda. That guy, his name is Miranda.
Jesus Christ and his followers believe every word. This is a historic event, knowing that God is here on earth. I am the second coming of Christ. Ya kwamba mimi ndio ujio mpya wa Yesu Kristo. The guy We first introduced you to De Jesus Miranda in 2006. He runs a worldwide organization, Creciendo en Gracia, or Growing in Grace, that he claims has millions of followers. He preaches a message of freedom, indulge. This message tells us that we're perfect, that there's no sin, that there's no devil. And also, Hakuna dhambi wala hakuna shetani. Ile ujumbe wake ndio wa kweli ambao watu wameabudia sahihi. that message, one theology expert told us, appeals to followers. So people think of the Christian church as being a downer, as always talking about people being sinners and so forth. The danger Mitchell warned is that with such devout followers, Huyo ni this daktari has mkubwa signs of a profesa cult. mzima That Jesus ambaye anasema Miranda watu wants huwa to establish a wanadanganywa world kuambiwa government kwamba with kuna himself as dhambi, leader. lakini huyu Miranda ndio wa kweli mwenye anasema hakuna Expensive gifts dhambi. from followers, including watches and cars, and living an extravagant lifestyle. And he took all your sins away. Still, Alichukua dhambi zenu don't zote. seem to care for a man they say cares so much for them. It's a very positive message. De Jesus Miranda has over 300 learning centers worldwide, including one in Houston, where he sometimes runs his organization. Kevin Peters for CBS News. Huyo ndio anaitwa Miranda ambaye saa hii yuko USA anafanya hizo kazi. Na atakuja hapa pia. Sababu ni mwanaume mwenye ameanza kutayarisha antikristo. Because the guy is preparing for the Antichrist. Hapa ni namna kanisa likanyakuliwa. Now, here is how the church gonna be. Kanisani watu wako wanahubiriwa. Now, this is the pastor is preaching. The Bible tells us in Matthew chapter 24 verse 42, it says, "Watch therefore, for you do not know the hour that the Lord is coming." Wako kwenye masomo pale. Jesus Christ can come The this pastor is month, preaching in one school. or Jesus Christ can even come this week. As a matter of fact, Jesus can even Watu wamenyakuliwa. People have taken. Angalia watakao baki namna watafanya. Now these people have Ni remained. kuanza kutafutana. Now they are looking. Hata Biblia kama tutakuwa tunahubiria hapa nayo. Even if we be preaching Kachuka chini here, na tumeenda. the Bible down and we have gone. Na watu wataanza kuangalia iko wapi fulani. Now people will be looking, where is he? Where is he? Itakuwa kilio na kuomboleza. Or it will be crying. Hakuna wa kufariji mwingine ile siku. No one will be there consolating another. Kila mtu atakuwa anashirilia. Everybody will be crying. Mfunge ile wapende. Now you can close it, Bila. Nataka uinamishe kichwa chako. I want you to bow down your head. Na ufikirie mwenyewe maisha yako. Now try to think about your life. Ile siku wakati inakuja, That coming day, utakuwa wapi? where are you gonna be? Hii mambo yenye tumeona pale, The things you have seen here, sio kutaka tu kukufurahisha. it's not to please you. Lakini nilitaka uyaweke ndani ya moyo wako. I want you to put it in Na your uweze heart kujiangalia uko nafasi gani? and to see where are you? Uko upande gani wewe? Where are you now? Je, utakuwa mmoja wa watanyakuliwa? Are you the one who gonna be taken? Je, utabaki hapa duniani? Are you gonna stay here in the Je, world? hii pigo ya Mungu utaipata hii? Are you gonna be in this curse of God? Sababu haina huruma. Because there is no mercy. Nataka ujiangalie mwenyewe, sio wakati wa kuangalia mwingine. Don't look at your Inamisha kichwa chako, chunguza maisha yako. Put down your head and Angalia moyo wako kindani ndani. just see how is your life. Vile uko na watu wengine. The way you are in the relationship with Vile other people. uko na Mungu wako. How you are with your God. Vile uko na kipawa chako. How you are with your gift. Vile uko na huduma yako How mpendwa. you working with your ministry. Vile uko unafanya kule nje. What you are doing outside. Vile uko nasema kule nje. How you are talking outside. Je, inakutia kwa nafasi gani? Which place are you now? Lakini neema ingali saa hii. Now there is a grace right now. Saa hii neema ingali tu kanisa halijanyakuliwa. There is a grace of God because the church Lakini sijui kama itakuwa jioni. But I don't know it can be this evening. Sijui kama itakuwa kesho. I don't know it can be tomorrow. Lakini je, uko tayari? Are you ready? Kama nataka tuombe na wewe unataka kutengeneza maisha yako. If you wanna prepare Simama your tu life, mahali uliko. come where you Na are. tutaomba pamoja. And we're gonna pray with you today. Na Bwana yuko tayari tena. And the God is ready now Kukutengeneza tena upya. to repair you and
na kukutayarisha tena ili akuje kukuchukua. To make you brand new so he can come to take you. Je, uko tayari kutengeneza maisha yako? Are you ready for your life? Kama uko tayari, simama mahali uliko. If you are ready, come where you are. Asante kwa mama ambaye amesimama pale. Thank you where you are. Thank you sister where you are. Asante kwa wote ambao wamesimama. Thank you where you are. Bwana anataka kuja kutuchukua. God is ready to take us. Lakini anataka tutengeneze njia zetu. But he wants us to prepare our ways. Anataka tuweze kuwa tayari. He wants us to be ready. Ili aweze kutuchukua kama so he can take us and lead his way. Oh, asante Yesu Kristo. Thank you Jesus. Sababu uko mwema. Tunashukuru kwa baba pia pale. Thank you. Tunashukuru kwa wote ambao wamesimama. Thank you for all those who are standing up. Basi utaomba na mimi nyuma yangu. You're gonna pray with me now. Na utaambia Mungu haya mambo ambayo nitakuwa nasema naona yarudia. You're gonna repeat what I'm saying. Basi twende katika maombi. Let us pray. Utasema hivi. We will say, Baba Mungu, Mungu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekuasi kwa njia nyingi. Na hata nimepotea katika njia zako. Nimelala usingizi wa kiroho. Ninataka tena leo niamshe Bwana. Ili utakaporudi, niwe mmoja watakao kulaki hewani. Nimekataa kazi zote za shetani leo. Nimekataa hata hali zote nilizozipitia. Ninakurudilia Yesu Kristo. Ya kwamba uniandae kukutana na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba hivi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wajakazi na watumishi wako ambao asubuhi ya leo tena Bwana umewaona. Wamekuja mbele zako kwa ajili ya rehema na msamaha. Kwa yale yote Bwana waliotenda, walioyafikiria, walioyaona, waliogusa Bwana. Wanaomba tena ya kwamba rehema zako ziwe juu yao. Utakaporudi kuchukua kanisa lako Bwana, usiwaache Bwana, maana dhiki itakapokuja wasingeingia ndani yake Bwana, bali Kristo huo umewachukua tayari. Tunashukuru kwa sababu neno lako siku ya leo utaendelea Bwana kuliweka mafuta matakatifu ndani yao, na hata likazae matunda tangu sasa na hata milele, ili wote waliolisikia Bwana wakuone siku moja Kristo. Nakushukuru kwa sababu Bwana umetenda hivi. Ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. God bless you. Amen. Amen.